Yes. Bwana, klabu ya wananchi Young Africans tayari imekwisha kumsajili Selemani Mwalimu ambaye ametambulishwa mara mbili katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Tunakumbuka siku chache zilizopita Simba Sport Club walimtambulisha Selemani Mwalimu kwamba tayari ni mchezaji wao na wakamposti kwenye ukurasa wao wa Instagram na wakamtangaza kwamba ni mchezaji wao rasmi, lakini baadaye akarudi kule kwa Wydad. Lakini baada ya hapo tena Selemani Mwalimu naye akarudi katika mitandao ya kijamii akitumia pia ukurasa wake wa Instagram bila kusahau ukurasa wa Simba Sport Club na kutangaza kwamba yeye ni mali ya Simba Sport Club, yeye ni mali ya wana Simba Sport Club na yeye atakuja kushiriki katika mechi ya tarehe 12 hapo kesho. Lakini akaonekana pia katika mazoezi na Simba Sport Club siku ya hapo jana, ambapo Simba Sport Club walisafiri kutoka Dar es Salaam na kwenda kule Zanzibar kwa ajili ya kujiandaa na mechi ya tarehe 12 na wakafanya mazoezi siku ya hapo jana. Lakini baada ya muda mfupi mazoezi yalivyotamatika na wachezaji kwenda vyumbani kupumzika, na yeye akaonekana kwamba wananchi Young Africans wametuma ndege kule Zanzibar na kumsafirisha kuja kusaini mkataba. Hii kitaalamu imekaaje? Kwa sababu ameonekana katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba na ametangaza kwamba yeye ni mali ya Simba. Lakini asubuhi ya leo imekuwa surprise kubwa sana kwa wana Simba Sport Club na kwa wana michezo wote, hata kwa mashabiki wa wananchi Young Africans. Hakuna hata mmoja aliyeamini kwamba Selemani Mwalimu anaweza kaja kuwa miongoni mwa wachezaji wao ama anaweza kujiunga na kikosi cha wananchi Young Africans. Hii ni maajabu ya engineer Harris Said ambaye yeye ndiye anashughulikia swala zima la usajili, na kama nilivyokuambia hakuna hata mmoja aliyedhania kwamba Selemani Mwalimu anaweza kuja kuwa miongoni mwa wachezaji wa kikosi cha wananchi Young Africans. Katika upande wa Simba Sport Club, yani tunaweza tukasema kwamba wao wamefanya kosa kubwa sana, japokuwa walifanya mazungumzo mara ya kwanza wakayatamatisha wakayakamilisha, lakini mara ya pili pia wamefanya mazungumzo kwa uongozi wa Wydad kwa ajili ya Selemani Mwalimu, na kosa kubwa ambalo wamelifanya na kosa lililofichuka ni kwamba wamezungumza, ndio wamezungumza, lakini kosa walilolifanya ni kwamba hawajalipia chochote. Yani Simba wamefanya mazungumzo lakini yamefika vizuri, wamekubaliana, lakini pesa haijafika, na walioaisha pesa pale Wydad ni wananchi Young Africans baada ya kujua kwamba mazungumzo yamefanyika lakini pesa haijatolewa, na ndio maana wakapata kiburi cha kuja kumchukua Selemani Mwalimu akiwa katika mazoezi na Simba Sport Club, kwa sababu walikuja kujiandaa kwa ajili ya kucheza mchezo wa ngao ya jamii. Kwa hiyo kwa Simba Sport Club hii inaweza ikawa ni hatari sana katika mchezo wa tarehe 12. Kwa upande wao inawezekana ikawa ni hatari kubwa, kwa sababu hatuzungumzii kwamba ni mchezaji aliye bora sana, ila tunazungumzia kwamba ni mchezaji ambaye atakuja kucheza na Simba Sport Club akiwa katika kikosi cha wananchi Young Africans katika pressure kubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Simba Sport Club hawapati chochote. Si mchezaji hatari sana kwa 100%, ila inawezekana ni mbaya sana kwa Simba. Tunakumbuka msimu uliopita alichezea Simba na alionekana akiwa na mabao 9, amemaliza msimu akiwa na mabao 9 na assist 1. Hii inaashiria kwamba si mchezaji hatari sana, ila ni mchezaji wa kuchungwa. Kwa nini? Kwa sababu Simba Sport Club wao hawakuwa wakimpa nafasi na kujikuta na nafasi yake ikitumika na Elie Mpanzu Kibisawala. False number 9 ya Simba Sport Club alikuwa ni Elie Mpanzu Kibisawala, ndio aliyekuwa anachezea ile nafasi na kumsababisha Selemani Mwalimu akae bench. Kwa hiyo pia ni tunaweza kusema kwamba uongozi wa Simba ama benchi la Simba Sport Club wao hawakuwa wanaona kwamba Selemani Mwalimu anatosha, hawakuwa wanaona kama Selemani Mwalimu anatosha, ila walikuwa wanamtumia Elie Mpanzu na yeye akawa anatokea bench. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu si mchezaji hatari sana, lakini ile pressure kubwa kutoka kwa watani wake wa jadi, yani pressure kubwa ambapo ametoka katika upande wa Simba Sport Club na ametambulishwa zaidi ya mara moja, ametambulishwa mara mbili, na sasa yuko katika upande wa wananchi Young Africans na yeye ni mchezaji rasmi kwa kikosi cha wananchi Young Africans. Kwa hiyo ni hatari kubwa sana katika upande wa Simba Sport Club. Ni taarifa za kushangaza sana, kwa sababu siku ya hapo jana kila mmoja alikuwa anajua kwamba huyu ni mali ya Simba, lakini leo asubuhi mapema kabisa taarifa zinakuja na picha zinasambaa kwamba engineer Harris Said tayari amekwisha kumsainisha mkataba wako. Hii hapa ni Raw Television. Tuambie kwa maoni yako, unaonaje kwamba je, Simba Sport Club wanakwama wapi? Tuambie Simba kwanza wanakwama wapi, kwa sababu si mara ya kwanza kunyang'anywa mchezaji, na hata pia wananchi Young Africans nao Simba alishawahi kuwanyang'anya mchezaji. Tunakumbuka mchezaji kutoka Kongo amekwisha kufika mpaka airport, lakini mkataba aliosainishwa ni wa Simba Sport Club. Kwa hiyo hii si ya mara ya kwanza na wala si ngeni kwa wachezaji, si ngeni kwa vikosi vyote hivi viwili, kwa sababu kila mmoja ameshawahi kufanya hivi. Je, huyu alikuwa ni mchezaji kusudio kwa wananchi Young Africans? Alikuwa ni mchezaji kusudio kwa wananchi Young Africans kusajiliwa, au ni zile tu mbwembwe na pressure za watani wa jadi? Ni zile pressure za watani wa jadi kuonyeshana kwamba yes, mimi ni mbabe, mimi naweza kufanya kitu kikubwa kuliko wewe. Basi wewe tuambie kwenye comment hii kwa upande wako imekaaje.